Mbarali people! People! Asanteni sana wana Mbarali kwa mapokezi yenu mazuri. Mheshimiwa Makamo Mwenyekiti Bara John Wegesa Heche, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Zanzibar Saidi Mzee Saidi, Mheshimiwa Makamo Mwenyekiti BAWACHA Taifa, viongozi mbalimbali wa meza kuu, itifaki nimeizingatia. Ndugu zangu wana Mbarali, mmenishawishi. Ndio, mmenishawishi kuja kuzungumza na nyinyi kwa mambo mawili matatu. Lakini kikubwa zaidi mlichonishawishi, mapenzi yenu na mahaba yenu ya dhati mlioonyesha kwenye chama chenu cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Ninawashukuru sana kwa mapokezi yenu mazuri, kuacha shughuli zenu za msingi na kuweza kuja kutusikiliza nini tutawaambia. Ninawashukuru na naomba mujipongeze kwa hilo. Sasa mimi nitazungumza mambo mawili. Jambo la kwanza kuhusiana na suala zima la mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu. Wana Mbarali, mnajua mapenzi ya dhati aliyokuwa nayo Tundu Lissu katika nchi hii hayamithilithi na kitu chochote kile. Ndio kweli si kweli? Na mnafahamu kuwa Tundu Lissu yuko ndani kwa sababu tu ya kuwapigania Watanzania walio wengi. Ndio kweli si kweli? Sasa kupitia hilo sasa mimi niweze kusema kwenu, tuendeleeni kumwombea mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu aweko huru. Twendeni makanisani tukaendelea kumuomba Mungu, twendeni msikitini tuendelee kwenda kumuomba Mungu ili kusudi Tundu Lissu aweko huru. Wamemweka ndani kwa sababu ya za kwao wao binafsi. Na nasema haya ndugu zangu wana Mbarali, mnafahamu kuwa walimkamatia mwaka jana Songea, na walipomkamata mwaka jana Songea hakuzungumza kitu chochote isipokuwa alisimama kuzungumza haki za watu na maendeleo katika nchi hii. Sasa leo hii wamemweka ndani wao kwa sababu tu asipate fursa ya kuwapigania Watanzania, na amesema kuwa haiwezekani wamweke mpaka miaka 100, lakini atakapokutoka nje haki ataisimamia Watanzania na watawapigania Watanzania. CCM hawa si watu wazuri hata kidogo. Wamemweka ndani mwenyekiti wetu kwa hila zao. Sasa sisi wananchi wa Mbarali na Tanzania kwa jumla tutoke hadharani tuseme imetosha. Tunataka free Tundu Lissu, tunataka Tundu Antipas Lissu aweko nje. Na sisi Chadema tumesema, na nyinyi wananchi wa Tanzania na wa Mbarali mnajua kuwa tunahitaji katiba mpya. Katiba mpya ni sasa. Tunataka katiba mpya ambayo itakayoweza kuleta maendeleo endelevu yaliyokosekana takriban miaka 65 kwa sasa tangia serikali ya CCM weko madarakani. Na tunataka katiba mpya kwa sababu iweze kuzaa viongozi wa wajibikaji ndani ya taifa hili. Nimezungumza hapa, miongoni mwa watu ambao walioathirika ni Mbeya, mkoa wa Mbeya. Watu wengi sana wamefariki Oktoba 29. Laitani kama ndugu zangu wana Mbarali kungekuwa kuna uongozi wa uadilifu katika taifa hili, yasingetokea mauaji ya 29. Yasingetokezea mauaji yale, lakini kutokana kuwa hakuna viongozi waadilifu yamediriki kutokezea yale yaliyotokezea. Sasa haya yote tunasema kuwa
ili kuondokana na changamoto hizi ambazo zinazotukabili. Tukizungumza ukweli, watoto wetu wanatekwa. Tukizungumza ukweli, watu wanauawa. Tukizungumza ukweli, tunapotezwa kabisa, watu hawaoni. Sasa kupitia haya tuwakataeni, ndugu zangu, wakati ndio huu. Tunatakiwa tusimame imara kudai katiba mpya ambayo itakayoweza kuwaletea maendeleo endelevu ndani ya taifa hili. Baada ya kusema haya, ndugu zangu wana Mbarali, ninawashukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana.